Mwanakondoa ameshinda. Tumfuate. Hapa kidogo. Umekuwa miongoni mwa watu ambao wamefika hapa kushuhudia kesi ya kwanza ya uhaini ambayo Lissu inamkabili imehitimishwa muda mfupi uliopita. Tathmini yako ikoje kwa maana ya treatment na vitu vingine kama kwa treatment naona wameruhusu hapa watu. Kuna mwitikio watu wengi ndani ya chumba cha mahakama, na tuliona kuna rabsha kubwa, mvutano hapa eneo ambalo tulikosa hivi, lakini hata huko chini tunaambiwa kuna idadi kubwa. Hii inatoa taswira gani kwenye siku hii ambayo kimsingi nyuma yake ilitanguliwa kuna mvutano mkubwa baina ya jeshi la polisi na wanachama wa Chadema? Nafikiri mwitikio utakuwa mkubwa zaidi kesi inayokuja, kwa sababu bado watu walikuwa hawaamini kwamba wataruhusiwa. Ukizingatia viongozi, watu walipigwa kipindi kile, wakavunjwa miguu na mikono, kwa bado walikuwa na hofu. Sasa baada ya leo, nafikiri sasa tarehe 2 Juni watu watakuwa wengi zaidi, kwa sababu wanajua sasa kwamba kuna uhuru wa kuingia zaidi. Mambo yanaendaje? Salama. Mwenezi wa zamani wa Bavicha tuko naye hapa. Mmekuwa hapa tangu asubuhi na kesi ya kwanza imetoka kukamilika hivi ya uhaini. Mazingira mmezungumziaje kwa takriban mwezi mmoja hivi, kulikuwa na rabsha. Tuambie tangu asubuhi kwaje mpaka kesi ya kwanza imetamatika. Asante. Kwanza bado uhuru wa Watanzania kufuatilia kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu umefinywa, kwa sababu hawa watu ambao nahisi wamejaa hapa mahakamani, hapo nje kuna watu karibia mara 4 zaidi ya hawa. Kwa hiyo kama serikali inataka kesi hii iendelee kwa uhuru na Watanzania wapate haki ya kuifuatilia kwa umakini kabisa, ningeshauri serikali watafute uwanja mkubwa wa wazi. Ikiwezekana tuende hata kwa Benjamin Mkapa. Tupate uwanja mkubwa, watu wajae wafuatilie hii kesi, kwa sababu kuwaleta katika mahakama ndogo kama mahakama ya Kisutu, mwenyekiti wa chama cha upinzani chenye wafuasi zaidi ya milioni 7 kuileta kesi hapa kwenye corridor ambayo inabeba watu 50, hawatendei haki Chadema, hawatendei haki wa Tanzania. Kwa hiyo mimi leo nimekuja, licha ya tarehe 24 pia nilikuja hapa, na kama ambavyo unajua nilipigwa kweli, na wale wapigaji walisema hatutaki tena kukuona unajishughulisha na masuala ya kisiasa, hatutaki tena kukuona mahakamani. Kwa hiyo leo nimekuja hapa kutuma message kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kumpangia Mtanzania. Ibara ya 18 imetupa wajibu na haki ya kwenda sehemu yoyote kuzungumza chochote bila kuvunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu ambayo hakupaswa kabisa kuwepo hapa, yaani Mheshimiwa Tundu Lissu muda huu alipaswa aendelee na majukumu yake mengine, kwa sababu kesi ni kesi ya uongo. Mashtaka ambayo yako mahakamani yalipaswa kufuta, na serikali ijikite kutangaza utalii, itangaze uchumi wa nchi, itangaze mambo ambayo nini itawafanyia Watanzania, sera zao. Sio wakati wa kupromote kesi za uhaini kwenye nchi yetu ya Tanzania. Lissu sio muhaini, Lissu ni mwanasheria mkongwe Tanzania, Lissu ni mwenyekiti wa chama cha upinzani, Lissu ni mwanaharakati wa haki za binadamu, amewatetea watu wengi sana. Lissu hawezi kuwa muhaini, kama vile ambavyo walimpatia kesi kama hii Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe na wakaangukia pua. Hii kesi ni kupotezeana muda tu. Kwa hiyo mimi niwashauri viongozi wetu wakitoka ndani, tuendelee na kazi ambayo tunaendelea ya no reforms, no election. Huo ndio msimamo wa Tanzania, ila kuja mahakamani ni kuja kupoteza muda. Asante sana. Asante. Tosofi. Naam. Kwema. Niko salama. Okay. Mambo yanaendaje? Niko salama na mshukuru Mungu. Tumetoka ziara, tumeingia usiku wa alfajiri ya leo. Tulikuwa kanda ya Victoria, kwa maana ya Kagera, Geita na Mwanza, kanda Serengeti nikiwa timu ya makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche, kwa maana ya Mara, Simiyu pamoja na Shinyanga, na immediately baada ya mkutano wa Kahama tulianza safari ya kuja kuhudhuria kesi leo, na tuko hapa na tumeona at least it's not a favor. Mahakama imeamua ku-exercise power yake kwa sababu ya hoja ambazo zilijengwa na mawakili wetu mpaka leo Lissu kuletwa physically. Kwanza ni ushindi kutosha kabisa, ni ushindi ambao umedhihirika kwamba yale maumivu, yale mapambano ya watu wetu walioletwa tarehe 24 walikamatwa, wakapigwa na polisi na baadaye kuachiwa kwenye misitu mbalimbali huko. Mawakili wetu walipambana mahakamani na tukashinda. Leo watu wako mala hapa ili kuonyesha dunia kwamba hatuna shida na mahakama, ili kuonyesha dunia kwamba Chadema ni chama cha siasa chenye watu wastaarabu. Leo tuko mahakamani, hakuna hata sisimizi aliyepata kuumia. Hii ni message tosha kwa jeshi la polisi kwamba kutuzuia kuja mahakamani kusikiliza kesi ya mwenyekiti wetu ni kosa. Yani polisi ndio walikuwa wanafanya criminal. Kwa hiyo sisi kama Chadema tunaendelea kutoa wito kwa Watanzania wote kuja mahakamani
sio criminal, sio kosa la kisheria. Kuja mahakamani ni haki ya Mtanzania yote, na haijalishi kwamba lazima wewe ni mwanachadema kwa sababu Lissu amekamatwa leo. Ni wito kwa Watanzania wote kwamba tuwe na utamaduni wa kwenda mahakamani kusikiliza mashauri mbalimbali ili aweze kutusaidia pia kujifunza na namna ambavyo mahakama zetu zinaendesha kesi zetu. Kwa hiyo tuko hapa na tunamshukuru Mungu kwamba tumepata hiyo fursa ya kuwepo mahali hapa, na tutaendelea kufuatilia. Tumekuja kumtia moyo mwenyekiti wetu. Tunaamini hakuna kesi hapa. Sisi tunaamini siku zote mahakama ni kliniki ya wanasiasa. Kwa tumekuja kliniki yetu kuendelea kujifua, lakini pia kuonyesha umma kwamba hatuna makosa yoyote. Jamhuri jifunze, CCM wajifunze, tushindane kwenye majukwaa, tuachane na swala la kuja mahakamani kupoteza. Kwa Tanzania wanapaswa kuletwa wahalifu huku hawapaswi kuletwa watu ambao wanapigania taifa leo. Sisi tunapigania reforms, tunapigania mabadiliko ya sheria ili kila Mtanzania apate haki ya kuweza kushiriki chaguzi. Sasa imegeuzwa kutoka no reform no election kuletwa kupewa kesi ya uhaini. This is not fair. Ni aibu leo tunasikia wako waangalizi kutoka Kenya wamekamatwa. Jaji mkuu wa Kenya William Mutungi amezuiliwa, waandishi wa habari, wanaharakati mbalimbali. Jana Martha Karua amefanywa deportation. Ni aibu kwa taifa letu. Where are we heading as Tanzania? Mtazamaji, sasa tukujuze tu mazingira ya kesi yenyewe na mambo yalikuwaje leo. Kama tulivyosema kwamba kesi ya kwanza ya uhaini ambayo Lissu alikuwa anakabiliana nayo ndio imetamatishwa, na kesi hii imeahirishwa mpaka tarehe 2 mwezi wa 6. Kwa hiyo mtuhumiwa ataendelea kuwepo rumande kwa maana ya gerezani mpaka tarehe 2 mwezi wa 6 ambapo itakuja kutajwa. Lakini ndani ya chumba cha mahakama kulikuwa na mbishano mkali miongoni mwa mawakili wa pande zote mbili, na baada ya jamhuri kwa maana upande wa serikali kuleta taarifa kwamba upelelezi wa kesi yenyewe bado haujakamilika, jambo ambalo mawakili wa Lissu wamepinga vikali sana kwamba upelelezi haujakamilika, imekuwa ni wimbo ambao pengine unaimbwa kila siku, na mwisho wa siku mahakama imetoa maelekezo kwa jamhuri basi wahakikishe wanaukamilisha upelelezi kwa wakati mpaka kufika hiyo tarehe 2 ya mwezi wa 6 kwa maana ya siku 14 ambazo wamepewa. Jambo lingine ambalo limeleta upinzani, mawakili wa Lissu walikuwa wanapinga Lissu kuwa kwenye chumba cha mahakama akiwa amezungukwa na maafisa wa magereza, na wakasema huyu mtu anazungukwa, anakuwa kwenye ulinzi mkali, ni vyema akiwa kwenye chumba cha mahakama awe huru na maaskari wote watoke nje, jambo ambalo pia mawakili wa serikali walilipinga vikali, wakitaka kwamba pale anapokuwepo alindwe vikali kwa sababu eneo hili wao wanachokifanya ni kuimarisha usalama, na kwa sababu ndani kuna watu aina tofauti wametoka nje, wao wanaimarisha vipi na usalama wao. Mahakama kupitia hilo pia nao imetoa maagizo kwamba siku ya tarehe 2 mwezi wa 6 kabla Lissu hajafikishwa mahakamani, vyombo vya dola vifanye uchunguzi rasmi kwenye viwanja vya mahakama, na kama hakuna jambo lolote ambalo linatishia usalama wa Lissu, basi anapokuwa kwenye chumba cha mahakama askari wasimzunguke kama wanavyomzunguka hivi sasa, ambao kiwalisia anakosa uhuru kuwa na watu wake wa karibu. Maagizo mengine ambayo yametolewa katika eneo hili ambayo kwa uhalisia yanapaswa kufanywa kazi na upande wa jamhuri ni kwamba kuhusiana na swala la kesi kusikiliza kwa njia ya mtandao, na ambapo kimsingi kesi hii utakumbuka ilikuwa inapaswa kwenda kwa njia ya mtandao, na mahakama leo iliombwa kwamba pengine kesi hii iunganishwe na ile kesi ya uchochezi na kutoa taarifa zongo isikilizwe moja kwa moja katika eneo hili, jambo ambalo mahakama imekubali. Kwa hiyo sasa kesi hii nayo haitasikilizwa kwa njia ya mtandao, badala yake itasikilizwa kwa njia ya kawaida kama ilivyokuwa leo. Unaweza kujiuliza kwa nini leo amekuja hapa? Ni kwa sababu moja kwa moja ya kesi ya uchochezi inaendelea katika eneo hili. Hilo ndio lililojiri katika kesi ya uhaini hapa.